Mashambulizi ya Israel ya usiku kuamkia leo yaua watu 25 huko Gaza. China yaapa kupambana hadi mwisho dhidi ya vitisho vya ushuru vya Marekani. Na rais wa Marekani Donald Trump atangaza mazungumzo ya moja kwa moja ya nyuklia na Iran. Habari kamili. Gaza. Madaktari katika ukanda wa Gaza wamesema leo kwamba mashambulizi ya anga ya Israel yaliyofanyika usiku kuamkia leo Jumanne yameua watu 25 wakiwemo watoto 8 na wanawake 4. Israel kwa upande wake imesema imefanya mashambulizi hayo ikiwalenga wapiganaji wa Hamas na kulilaumu kundi hilo kwa mauaji ya raia kwa madai kwamba kundi hilo linafanya operesheni zake katika maeneo ya watu wengi. Beijing. China imeapa leo Jumanne kwamba itapambana hadi mwisho dhidi ya ushuru wa 50% ambao rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea nchi hiyo, hatua ambayo inaendelea kuzidisha vita vya kibiashara ambavyo tayari vimeanza kuyatikisa masoko ya kimataifa. Hivi karibuni, China ambayo ni mpinzani mkuu wa kiuchumi wa Marekani ilitangaza mpango wa kuweka ushuru wa 34% kwa bidhaa za Marekani ambao unaanza kutekelezwa siku ya Alhamisi. Hata hivyo, mpango huo China umejibiwa na Rais Trump ambaye amesema ikiwa China haitofuta ushuru wake wa 34%, basi itakabiliwa na ushuru mpya wa jumla ya 104%. Kwa upande mwingine, mawaziri wa biashara wa Umoja wa Ulaya walikutana jana mjini Luxembourg kujadili namna watakavyopambana na ushuru mpya uliotangazwa na Marekani kwa bidhaa kutoka Ulaya. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba nchi yake itafanya mazungumzo ya moja kwa moja ya ngazi ya juu na Iran juu ya mpango wa nyuklia siku ya Jumamosi. Trump amesema hayo katika ikulu ya Marekani, White House, wakati alipotembelewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Iran imethibitisha mazungumzo hayo ambayo yamepangwa kufanyika nchini Oman, ingawa yenyewe imesisitiza kwamba mazungumzo hayo hayatakuwa ya moja kwa moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Tasnim, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi atahudhuria mazungumzo hayo pamoja na mjumbe mkuu wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Katika hatua nyingine, Netanyahu na Trump wamejadili hali katika ukanda wa Gaza ambako mpango wa usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas ulivunjika na kwamba sasa mazungumzo mapya yanapangwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kigali. Rais wa Rwanda Paul Kagame amezilani nchi zinazoiwekea nchi yake vikwazo. Kauli ya Kagame imekuja wiki chache baada ya baadhi ya mataifa kutangaza vikwazo kuhusu kuhusika kwa Rwanda katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubia kwenye tukio la kuashiria mwanzo wa mfululizo wa shughuli za kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, Kagame amesema kama mtu yeyote anakuja na kudhani kwamba anaweza, unajua wanakuja wanasema tutawawekea vikwazo. Kwa lipi? Kwenda zako. Wewe pia una mambo yako mwenyewe ya kuyashughulikia. Waasi wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na Rwanda wamekamata maeneo kadhaa ya Kongo na kuikalia miji ya Goma na Bukavu, na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanakadiria kuwa Rwanda ina karibu askari 4,000 nchini Kongo wanaoliunga mkono kundi la M23. Na hatimaye Moscow. Ukraine imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufuatia shambulizi la Urusi kwenye mji wa Kryvyi na ambalo limeua watu 20 wakiwemo watoto 9. Hayo yameelezwa jana na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha, akisisitiza kuwa Urusi ilifanya shambulio hilo la kombora la masafa marefu Ijumaa iliyopita na kwamba wameitisha pia mkutano wa nchi wanachama wa Shirika la Usalama la Ushirikiano barani Ulaya. Mikutano inatarajiwa kufanyika hii leo. Sybiha amesema Urusi ni lazima ikomeshe ugaidi wake dhidi ya raia na watoto wa Ukraine na ijibu pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano ambalo tayari limeshakubaliwa na Ukraine. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana.
Aliyekusomea taarifa ya habari ni Suleiman Mwiru kutoka chumba cha pili kile cha habari. Na karibu sasa mtazamaji katika safu ya uchambuzi. Mchana huu tumekuandalia taarifa kem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu jeshi la Ukraine kuchukua udhibiti katika baadhi ya maeneo ya Belgorod nchini Urusi. Tutakupeleka pia mjini Washington, Marekani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na rais wa Marekani Donald Trump. Kipi cha mno na mvutano wa kidiplomasia wazuka kati ya mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger dhidi ya Algeria. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama mjini Washington, Marekani. Taarifa kutoka huko zinasema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili jana Jumatatu mjini Washington na kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Viongozi hao wawili walijadiliana kuhusu vita vya Gaza, hali ya mvutano na Iran na hatua ya Marekani kuyaongezea ushuru mataifa mbalimbali duniani ikiwa ni pamoja na Israel. Mwenzangu Bruce Amani alifuatilia mkutano huo na kuandaa ripoti ifuatayo. Rais Trump amesema kuwa Marekani itaanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia siku ya Jumamosi. Trump alitoa tangazo hilo la kushangaza alipokutana na Netanyahu katika ikulu ya White House. Rais huyo wa Marekani alisema ana matumaini ya kufikia makubaliano na Tehran, lakini akaonya kuwa jamhuri hiyo ya Kiislamu itakuwa katika hatari kubwa kama mazungumzo hayo yatashindwa. Saa chache baadaye, Tehran ilithibitisha kuwa mazungumzo yanatarajiwa Jumamosi mjini Oman, lakini ikasisitiza kuwa hayatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Trump hakusema ni wapi mazungumzo hayo yatafanyika, lakini alisisitiza kuwa hayatahusisha watu wengine na yatakuwa ya ngazi ya juu zaidi. Wakati huo huo, maafisa wamesema kuwa Urusi, China na Iran zinatarajiwa kufanya mashauriano kuhusu swala la nyuklia la Iran hii leo Jumanne mjini Moscow. Kauli za Trump zimejiri wakati Netanyahu akiwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kusihi kibinafsi kuondolewa kwa ushuru wa Marekani ambao umeutikisa ulimwengu. Waziri mkuu huyo wa Israel aliahidi kuondoa vikwazo vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Kabla ya mkutano huo, nchi yake ilichukua hatua ya kuondoa ushuru wake wa mwisho uliosalia kwa bidhaa za Marekani. Netanyahu na Trump pia walijadili Gaza, ambako mpango uliodumu kwa muda mfupi wa kusitisha mapigano ukisimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas umevunjika. Netanyahu alisema mazungumzo mapya yanapangwa yakilenga kuachiwa huru mateka zaidi waliochukuliwa na Hamas wakati wa shambulizi lao la Oktoba 7, 2023 nchini Israel ambalo lilianzisha vita hivyo. Trump pia alisisitiza kuhusu mpango wake wa Marekani kuudhibiti ukanda wa Gaza ambao alielezea kuwa kipande kikubwa cha mali isiyohamishika. Mkutano wao wa waandishi wa habari uliopangwa baada ya kumalizika mazungumzo yao ulifutwa ghafla bila maelezo, hatua isiyo ya kawaida. Na asante sana Bruce Amani kwa taarifa hiyo kutoka mjini Washington, Marekani. Na moja kwa moja tufululize hadi Kinshasa, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Raia kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kinshasa, wamemtupia lawama Rais Felix Tshisekedi baada ya familia nyingi kupoteza mali na makazi yao kutokana na mafuriko makubwa yaliyotokea yapata siku mbili zilizopita na kusababisha vifo vya makumi ya watu. Hadi jana kulikuwa na madai kwamba baadhi ya watu wamekwama kwenye nyumba zao na hakuna msaada walioupata. Zaidi kuhusu hilo, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza muda mfupi uliopita na msemaji wa Rais Tshisekedi, Tina Salama, na kwanza amemuuliza kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha kwenye janga la mafuriko. Sasa nikusema kwa sasa kuhusu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, watu wamekufa, wamekuwa 33 na wao wamejeruhiwa. Siwezi kusema kabisa namba yao kwa sasa, wengine wamekuwa waangalifu hesabiwa, lakini wanasema kuhusu 20 na kupanda. Na hadi sasa serikali imefanya nini kuwasaidia wale walioathiriwa na mafuriko?
Serikali imetambua nafasi zenye watu wenye wamepoteza mambo yote kama nyumba, watu wenye hawana tena nafasi ya kulala, na kwa sasa watu wengi wamekuwa kwa hiyo wanaita stadium Tata Rafael. Wengi kabisa wamekwenda hapo, na wale walifika pale wa kwanza wanawapatia mavazi, maji, ni kusema chakula na madawa. Wale wamekuwa wagonjwa, wale wamejeruhiwa, wale wenye wamekuwa katika center ya matunzo wamewakamata, wamewapeleka pia kwa hospital ili waangalie waone namna gani wanaweza kuwasaidia. Kuna ripoti zinasema bado wako watu wamekwama kwenye nyumba zao na hadi sasa hawajaokolewa. Ni kweli? Hapana, hiyo kabisa imekuwa uongo. Hiyo siku ya kwanza, hiyo siku mvua imenyesha nyingi sana. Kwa kweli umepitikana muda kidogo mbele serikali ipite ikuje kuwasaidia, lakini tumeona jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekwenda kuwasaidia. Jinsi maji ya mvua imekuwa nyingi sana na kukua hata jinsi ya kufika kwa nafasi zingine, lakini jeshi imekuja na magari hizo za kabani kabisa, truck, wamekwenda kuwasaidia, wamekwenda kutosha wengine pale. Hakuna kabisa tena watu leo kwa siku ya leo wenye waangali wanahangaika. Hapana. Tuliona video zinawaonesha watu wakihangaika kujiokoa wenyewe, na watu wakawa wanajiuliza vikosi vya uokoaji Kongo vilikuwa wapi? Hiyo imekuwa siku ya mvua. Mvua imeanza kunyesha usiku mzima. Sasa watu wengine walikuwa wanabana ngambo moja, wengine ngambo nyingine. Ndio hiyo mavideo mmeona imetembea kusema kwamba watu wamekuwa wanajihangaikia wenyewe. Hapana, sio kweli kabisa. Ilikuwa tu wakati serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate kukutana, wapate kutafuta masuluhisho, na wamekwenda tayari nimewaelezea na kuwaleta mahali hiyo serikali imechagua. Baadhi ya waathirika wa janga hili wanamlaumu Rais Felix Tshisekedi, wanasema amewatupa mkono. Unasemaje? Hapana kabisa. Jana kwanza rais mwenyewe Bwana Felix Tshisekedi amekwenda kuwasalimia jana, kuwatembelea, kuambia kwamba tuko pamoja, kwamba hata waachilia, na amesema wawalete kwanza msaada hiyo ya lazima ya kwanza. Wamewaletea mavazi, wamewaletea chakula, wamewaletea madawa, na amewaambia kwamba yeye mwenyewe rais wa nchi atakamata hiyo mambo kabisa, na watafanya hiyo mkutano kuona namna gani kusaidia wale watu, na amekwenda hata kwa hospital kuona wale wenye walijeruhiwa. Na alikuwa ni mwenzangu huyo Rashid Chilumba, kama alivyozungumza muda mfupi uliopita na msemaji wa Rais Felix Tshisekedi, Tina Salama, kuhusu janga la mafuriko nchini Kongo. Tukiangazia taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari huko Moscow, ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa majeshi yake yapo katika baadhi ya maeneo kwenye eneo la Belgorod nchini Urusi. Ametoa kauli hiyo wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana kwa droni na makombora. Mengi zaidi kuhusu yanayoendelea katika mzozo kati ya Ukraine na Urusi yanaletwa kwako na Angela Mdungu. Akizungumza mjini Kiev katika hotuba aliyoitoa Jumatatu usiku, Rais Volodymyr Zelensky amekiri uwepo wa vikosi vyake huko Belgorod na kufafanua kuwa leo mkuu wa vikosi vya ulinzi Oleksandr Sirsk ameripoti uwepo wa wanajeshi wetu kwenye mikoa ya Kursk na Belgorod. Tunaendelea kufanya operesheni za kijeshi katika maeneo ya mpaka kwenye himaya ya adui, na hili ni sahihi kabisa. Ni lazima vita virudi vilikotoka. Zaidi, Zelensky amesema madhumuni ya operesheni hizo katika mikoa hiyo miwili ya Urusi ni kuyalinda maeneo ya nchi yake yanayopakana na Urusi, hasa Kharkiv na Sami. Licha ya mamlaka za ndani za Belgorod kutambua uwepo wa wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo, hadi sasa serikali ya Urusi haijathibitisha kama vikosi vya Ukraine viko katika mkoa huo. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine limearifu kuwa Urusi imefanya mashambulizi ya droni 46 na kombora moja kuelekea nchini humo usiku wa kuamkia Jumanne.
limesema lilifanikiwa kuzidungua droni 9 kati ya hizo, wakati droni 31 zilizuiwa. Ufafanuzi kuhusu droni 6 zilizosalia na kombora haukutolewa. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi kupitia mitandao ya kijamii imesema imezizuia droni 23 za Ukraine usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya mpaka ya Kursk na Belgorod. Katika hatua nyingine, rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesema kuwa nchi nyingi zaidi zitakuwa na silaha za nyuklia katika miaka ijayo. Ameyasema hayo na kuzilaumu nchi za Magharibi kwa kusukuma ulimwengu kwenye vita vya 3 vya dunia kwa kujihusisha na vita dhidi ya Urusi nchini Ukraine. Kupitia ukurasa wake wa Telegram, Medvedev, kando ya hofu ya ongezeko la silaha za nyuklia hapo baadaye, ameandika kuwa dunia itaunda silaha mpya zinazoweza kusababisha uharibifu zaidi. Ameongeza kuwa hata kama vita vitasitishwa nchini Ukraine, suala la kupunguza silaha za nyuklia miongoni mwa mataifa katika miaka ijayo haliwezekani. DW tunavuma kwa kishindo.